Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru sana. Sasa sisi kama ilivyozungumzwa, mada yetu ni hiyo, nafasi ya sekta binafsi katika kujenga uchumi, dira ya 2050. Sasa Bwana Kafulila amezungumza vizuri sana, na kwa kweli mimi nitazungumza katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, tutafafanua kidogo sekta binafsi ni nini. Halafu tutazungumza vile vile kidogo mchango wa sekta binafsi ni upi, na tutazungumza katika maeneo mawili au matatu: zamani, sasa hivi na baadaye. Halafu tatu na mwisho, tutaainisha maeneo ambayo tunafikiri tukifika 2050 ni muhimu sana kuhakikisha kwamba sekta binafsi imekuwa katika maeneo hayo, na huo ndio utakuwa more or less mwisho wa mazungumzo yetu. Kwa mimi na kama dakika 15 hivi, dakika 15. Kwa hiyo kwanza, sekta binafsi ni nini? Sasa kwa ujumla kabisa, ingekuwa hatuko Tanzania tukisema sekta binafsi, tunaifafanua kama ni sekta kubwa zaidi ya kiuchumi ambayo inajumuisha shughuli zote zenye kulenga faida na biashara, ikiwa ni pamoja na makampuni haya tunayojua ya kawaida. Makampuni kama kampuni yetu ya ulinzi ni sekta binafsi, Kama nyinyi mna makampuni yenu mmefungua ya biashara, hizo zote ni sekta binafsi. Kwa hiyo moja ni makampuni, lakini vile vile ni vikundi vya kitaaluma vya wafanyakazi. Yaani kwa mfano kikundi cha mainjinia Tanzania, kikundi cha walimu wa madrasa Tanzania, kikundi cha mashehe Tanzania, kikundi cha wakulima. Vyote hivi ni vikundi private sector organizations, navyo ni katika sekta binafsi. Vyama vya wafanyakazi, trade unions, nayo ni sekta binafsi vile vile. Na vile vile kuna mitandao ya kibinafsi, private networks, ambazo ni nyingi sana vile vile. Hizi pia ni private sector. Umuhimu wake hawa wote ni katika maeneo mawili tu. La kwanza ni ujuzi, na hili hatulijui sana, kwamba ukiweza kufanya survey ya ujuzi wa nchi hii yote, utaona kwamba watu wengi wanaojua vitu wako private sector. Public sector kuna. Kwa hiyo ukitaka kujua hodhi kubwa ya ujuzi wa chochote kile, miaka kama 15 iliyopita mimi nilikuwa nimeanza kulima, na nikitaka kuweka drip irrigation. Sasa hivi drip irrigation kila mtu anajua drip irrigation, lakini miaka hiyo ilikuwa nafikia around 2000 hivi, 2001. Drip irrigation nilipata shida sana hapa kuipata. Nikazunguka, baadaye nikaamba kuna chuo kimoja cha Technical College Arusha. Nikamtafuta mkuu wa chuo pale, bwana mmoja anaitwa Dr. nani yule, hakuweza kunisaidia. Kwa hiyo nikatoka hapa, nilikuwa na safari ya Nairobi, nimetoka kwenye saa 10 hivi, 11 nishafika Nairobi. By 12 kamili niko ndani ya hoteli. Nikaingia kwenye internet saa hiyo, nika search drip irrigation Nairobi, nikapata orodha ya watu kama 6 hivi na simu zao. Kama utaleta kiasi hiki cha fedha, siku yako ya kusafiri, mzigo huu unaweza kurudi nao Dar es Salaam, na mimi nitakuja shambani kwako kusaidia kufunga.
Kwa hiyo unaona tofauti kati ya public sector na private sector. Yaani watu wa private sector wana ujuzi mkubwa sana kuliko watu wa public sector. Si hapa tu, hata nje ya nchi. Kwa hiyo mtaji mmoja mkubwa wa private sector ni technical competence and knowledge. Hili ni eneo kubwa sana la uchangiaji katika uchumi. Lakini hata ujuzi wa mada za kawaida tu, private sector wana ujuzi mkubwa kuliko public sector. Pamoja na kwamba public sector wanakuambia sisi tunajua, wana vyuo vikubwa sana, lakini ujuzi bado uko private sector. Sasa pamoja na hao tuliowataja, labda tuongeze vile vile kwamba private sector inajumuisha pia wakulima wetu wadogo wadogo wa sekta binafsi. Sasa ukishasema na wakulima wadogo wadogo, ni wazi kwamba kwa tafsiri hii Tanzania kwa asilimia kubwa sana bado inatawaliwa na sekta binafsi. Forget about what you read in school. Kule shule umesoma uti wa mgongo wa nchi hii si nini. Si kweli kwamba public sector ndio manage uchumi wa nchi hii. Ukitazama uchumi wa nchi hii, sehemu kubwa tangu enzi za Mwalimu Nyerere ilikuwa ni private sector. Ile 67 alitaifisha, na kwa kweli kwa sehemu kubwa ukitazama sasa hivi ni kama vile alitutia umaskini sana miezi ile. Kwa sababu sasa hivi tumerudi nyuma, tumerudi tena kwenye private sector ile tulikuwa tunaikimbia zamani. Kwa hiyo mimi bado nasema kwamba private sector ndiyo msingi wa uchumi wa nchi hii tangu zamani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio tafsiri ya private sector in terms of economics. Sasa kazi yake ni nini private sector? Private sector inasukuma maendeleo ya kiuchumi. Inasukumaje maendeleo ya kiuchumi? Nisikia Bwana Kafule alizungumza maeneo kadhaa hapa, nitayapitia tena kidogo kidogo. Eneo la kwanza ambayo sekta za binafsi inachangia ni ukuzaji wa ajira. Sasa leo asubuhi nimepata data mimi kidogo hapa ya ajira za Tanzania. Hii ni NBS 2025 July. NBS wanasema formal employment Tanzania sasa hivi ni 473,887. Private sector ni 2,853,566. Ukichukua hiyo private sector ukigawanya na toto, utapata karibu 72%. 72%. Maana yake nini? Maana yake kwamba watu wanaoajiri watu wengi katika nchi hii sasa hivi ni private sector, sio public sector. Public sector of course wana magari mengi na nini na fujo zile za kawaida, lakini si waajiri wakubwa. Waajiri wakubwa bado ni private sector. Kwa hiyo hili haliwezi kubadilika. Going forward another 30 years, bado private sector itakuwa ndio msingi wa ajira wa nchi hii. Sasa nilikuwa naangalia hizi data kidogo. Ukiangalia kwa mikoa hapa, kwa sekta, utaona ajira kubwa iko katika uzalishaji, manufacturing, 721,000. Inayofuata hapa ni agriculture, forest and fishing, 190,000. Hapana, ina education, eneo hili tulilo sisi ambao ni 600,000, kama 600,500 hivi. Halafu ya tatu ndio agriculture, forest and fishing, 190,000. Ukiangalia kwa mkoa ambao una ajira kubwa ni Dar es Salaam, 1,000,000 kama 372,000. Mkoa unaofuata ni Morogoro kama 300,000 hivi. Halafu inakuja mikoa mingine. Nimetea Morogoro kwa sababu nimeiona hapa. Morogoro ni mkoa wa pili mkubwa kwa ajira katika nchi hii sasa hivi. Going forward, definitely kuna role kubwa ya private sector kufanya kukuza ajira. Kwa hiyo eneo la kwanza ni hilo la ajira. Eneo la pili ambalo kwa kweli private sector inafanya kazi kubwa na itaendelea kufanya kazi kubwa ni uvumbuzi. Uvumbuzi kwa tafsiri ya innovation. Innovation ni ideas, mawazo ambao yanakwenda kutatua shida zetu katika utendaji.
shida zetu katika utendaji. Hiyo ndio innovation. Na innovation kwa sehemu kubwa inafanywa na sehemu kama hizi, elimu ya juu. Anasema kuna shida ya, kwa mfano, mashine ya kuchakata majani kwa ajili ya kulisha ng'ombe. Mtu hapa anakaa anagundua namna nzuri ya kutengeza mashine, alafu anaiingiza mtaani. Muhimu sana ni patents. Sasa tatizo letu ni kwamba sisi, na hii data ninayo, ukiangalia vyuo vikuu vya Tanzania vyote kwa miaka 10 iliyopita, patents zilikuwa nafikiri ni 22. BRELA patents 22 vyuo vyote vya Tanzania hii. Na wale Nelson Mandela peke yake walikuwa na patents 20. Maana yake ni kwamba hivi vyuo vingine vyote patent hizi 2 katika miaka 10 iliyopita. Tunafanya uvumbuzi gani? Maana ni kwamba uchangiaji wa elimu ya juu katika uvumbuzi ni kidogo sana. Nafikiri wale jamaa wa Jua Kali Nairobi wanaita Jua Kali, wale vijana wa mitaani wanafanya uvumbuzi zaidi kuliko hata sisi. Kwa hiyo eneo jingine ambalo kwa kweli private sector wanafanya vizuri ni uvumbuzi. Kwa hiyo hili lilikuwa ni zamani, ni sasa hivi ni hivyo, na naamini miaka 30 ijayo sisi private sector tunatakiwa kufanya uchangiaji mkubwa katika eneo hili la innovation au uvumbuzi. 3 ni ushindani, competition. Na competition ni hiyo kati ya private sector na public sector, lakini hata miongoni mwa private sector peke yake. Kwa mfano, tangu ujuzi mimi natafuta mtu wa kuzibua shimo la, sio shimo, kisima cha maji kama visima vyetu hivi, kisima cha mita 100. Nimeambiwa ilikuwa Korogwe. Mtu mmoja akasema anataka 1.5 million. Kichwani nikasema hela nyingi sana hizi. Nikatafuta nikapiga simu Dar es Salaam, jamaa mmoja Dar es Salaam akasema bwana, mimi nitakuchaji 1.5 million, lakini vile vile unipe diesel ya kutoka Dar es Salaam kwenda Korogwe na kurudi. Sasa tunaona huyu amekuwa ghali kuliko hata yule wa Korogwe. Yule wa Korogwe ilikuwa 1.5 million, kila kitu anafanya mwenyewe. Huyu wa Dar es Salaam kasema 1.5 million na nimpe na diesel ya kwenda na kurudi. Sasa ukilinganisha wawili, yule wa Korogwe bora zaidi. Nikasema let me keep this. Nitaangalia siku 2-3 hizi nitapata mtu mwingine. Jana usiku kanitumia mtu message kwamba kuna mtu ana mashine yake compressor kubwa na ile kazi ataifanya kwa milioni hii moja, provided asubuhi nimtumie 500,000, akishamaliza kazi nimalizie 500,000 yake, kazi yangu atafanya. Umeona competition hapo? Tumeanza 1.5 million, 1.5 million plus diesel, na leo nimepata 1 million. Wote hawa ni private sector wanashindana. As a result, mimi nimepata economies, nimepata mtu akufanya kazi ile kwa 1,000,000 badala ya 1,500,000. Sasa hiyo ni kazi ya private sector, kushindana ili yule mwenye gharama ndogo zaidi ndiye ambaye atalipata soko. Na hiyo ni kazi ya private sector. Ukiacha public sector peke yake, wanataja bei zao na huna namna isipokuwa uingie katika bei zao ufanye kazi kwa jinsi wanavyotaka wao. Kwa hiyo sio namna nzuri ya kutekeleza uchumi wetu. Kwa hiyo private sector kazi yake ya 3 ni hiyo ya kuendeleza ushindani. Na kwa sababu hiyo kazi ya 4 ni productivity. Sekta binafsi inasababisha tija ya juu na bidhaa yenye huduma bora zaidi. Yani tija inakuwa ya juu, productivity inaongezeka, na quality of service pia inakuwa nzuri zaidi. Na nafikiri jana kulikuwa na mabishano fulani kwenye social media, mimi na magroup kadhaa. Sasa group moja wakawa wanasema, ilikuwa nazungumzwa kwamba lile daraja la Kigamboni kwa nini isiwe bure? Kwa nini isiwe? Si limejengwa na NSSF. Lile NSSF ni shughuli ya umma, ni taasisi ya umma, kwa hiyo daraja hili watu wavuke bure, magari yapite bure vile vile. Mtu mmoja akasema haiwezekani, hizi ni pesa za wachangiaji zimeingizwa pale, na tangu mwanzo waliingiza ili wapate faida. Sasa leo itakuwaje? Sasa basi treasury ilipie ili watu waweze kulipa bure. Nikasema mimi haiwezekani, nia ilikuwa wapate faida, na haiwezekani kwa sasa leo treasury itoe pesa ili kuwarudishia NSSF
badala ya fedha ile kupeleka katika maeneo mengine. Lakini unaona thinking ya watu hao, na hilo ni kundi la viongozi. Yani mtu ni kiongozi wa nchi sasa hivi anafikiri kwamba watu wapande ile daraja bure. Kwa nini wapande bure? Na kuna alternative, iko ferry pale unaweza kulipia. Kwa hiyo kama kuna alternative inaitwa toll roads, lazima ulipie ili kupanda. Mimi nakumbuka nilikuwa Southampton kuna daraja pale limejengwa 1963 mpaka 2001 bado ilikuwa ukipita unalipa, na mpaka leo ukipita unalipa. Limejengwa, limerudisha pesa zake, lakini kama unajua serikali si ya kwetu, serikali zote ngumu sana kuachia revenue streams. Kwa lile daraja mpaka leo bado linatoza toll roads. Lakini huko tuna watu ambao wanafikiri kwa sababu NSSF wamejenga daraja basi tulifanye liwe bure kabisa. Sisi tunafikiri kwamba ile Kigongo Busisi tunapoteza revenues pale. Ile daraja la Kigongo si sawa sawa kwamba ni bure, kwa sababu zamani walikuwa wanapita ziwani wale, sasa hivi wanapita juu ya barabara kwa dakika 8 si 10. Kwa hiyo ili kutumia daraja lile ni vizuri likawa watu wanalipa pale. Nafikiri watu wanafikiria hilo jambo, na likiwezekana kwa kweli litakuwa bora zaidi. Kwa hiyo muhimu kama tulivyosema mwanzo ni hilo la kuongeza productivity, lakini vile vile huduma bora. Yule Bakhresa, kwa wale wanaojua Dar es Salaam, pale feri kuna huduma zile za kivuko cha serikali, la kuna kivuko cha Bakhresa vile. Mimi sijapita siku nyingi, mara nyingi napita darajani kule, lakini naambiwa kuna service pale. Sijui kama kuna aliyepita pale, lakini jana kuna ripoti nimeipata kwamba ukitazama tu hata muonekano wa vile viti tu pale, utaona viti vya Bakhresa vinavutia mno kuliko kukaa kwenye mabenchi ya kivuko cha serikali. Kwa hiyo ukiingia tu pale kama hujui bei, utaingia kule kwa Bakhresa kwa sababu kunavutia zaidi. Sasa hiyo ndio service quality, kwamba private sector watakupa huduma nzuri zaidi, ingawa utalipa pia kiasi kikubwa kidogo. Nasikia Bakhresa ni shilingi 500 kuvuka, huko public ni shilingi 200. Lakini ukiangalia ile quality of service tu, huku serikali lile feri mara limekufa, halifanyi kazi vizuri, utasukumwa na mgambo, si kuna nini, mambo chungu nzima. Lakini ukienda private sector pale unakaa kwa adabu zako, unatoka unaingizwa, inakwenda zake, hata siku moja haifi ile. Kwa hiyo quality of service inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo utaona kwamba private sector wanatoa huduma nzuri zaidi kuliko public sector. Zamani sana sisi watu wa siku nyingi ilikuwa ukitoka, mimi nimesoma Shinyanga, ukitoka Dar es Salaam kwenda Shinyanga unapanda Kamata. Imekufa siku hizo kampuni, lakini Kamata ni kampuni ya mabasi ya taifa. Kamata, kampuni ya mabasi ya taifa. Ilikuwa ukitoka pale asubuhi unaingia Shinyanga saa 6 usiku. Gari limechoka kabisa. Sasa angalia private sector, sasa unaingia private sector, unatoka kuna gari unaweza upanda mpaka ukalaza kiti ukapumzika kabisa, na ukitoka asubuhi baada ya masaa 8 uko Shinyanga bila shida yoyote. Kwa service ya private sector ni much better kuliko service ya public sector. Hata ukienda hospitali, nenda hospitali sasa hivi uangalie, private sector utapata service nzuri zaidi kuliko public sector. Unaweza kwenda kwa daktari public sector wala asikutazame, kwa sababu ni kazi yake, anakuja, ukija atakushughulikia, utaondoka. Private sector unaweza mpaka ukapewa chai, haina uhusiano na matibabu, lakini karibu kunywa chai kidogo hapa alafu utaangaliwa. Kwa hiyo public sector service quality yake si sawa sawa na private sector, na nyinyi nyote mna mifano yenu vile vile. Na katika uchangiaji wa pato la taifa, kwa kweli private sector inatoa mchango mkubwa kuliko public sector, hasa kwa mfano katika kodi. Na ukirudi kule kwenye ajira inatoa kodi ya ile pay as you earn. Kwa hiyo wale wanaoajiri watu wengi, kama mishahara ni mikubwa, wanatoa mchango mkubwa wa kodi kuliko public sector. Kwa hiyo hilo ni wazi.
lakini vile vile michango katika jamii inaitwa corporate social responsibility. Corporate social responsibility, yani corporate social services. Kwa mfano sisi hapa tumepata msaada wa visima. Visima vimechimbwa hapa, najua kuna visima kama viwili tumechimbiwa na watu private sector. Hakuna kisima hata kimoja hapa kama serikali imechimba, haijachimba. Tumeomba private sector, wamekuja wamechimba. Kwa hiyo private sector wanachangia sana kwenye corporate social responsibility, kuchangia jamii kwa ujumla, na hili kwa kweli jambo ambalo limefanyika zamani, linafanyika sasa hivi na litaendelea kufanyika vile vile. Lakini eneo la mwisho kabisa ambalo private sector inachangia ni hili eneo ambalo ndugu yetu Kafule amelizungumzia la private public partnership. Private public partnership. Sasa hili ni eneo kwa kweli zuri sana, lakini vile ni eneo ambalo mimi kwa tafsiri yangu nafikiri sisi kama serikali hatujajipanga vizuri. Sisi tu, hata hao private sector hawajajipanga vizuri. Kuna matatizo mawili makubwa ya public private partnership. La kwanza ni miongozo ya serikali ya maeneo gani yaendelezwe kwa kutumia public private partnership. Kwa kweli tumefanikiwa sana katika vyoo. Yaonekana katika manispaa ukitaka kujisaidia sasa hivi kuna vyoo vya kulipia. Ile ardhi ni ya serikali. Kaja mtu kajenga choo pale, kaweka maji, ukiingia pale shilingi 200 sasa hivi. Nafikiri haja ndogo shilingi 200, kuoga shilingi 500 Inawezekana nyinyi mtu, mimi natembea sana kwa mguu. Kwa hiyo nikitembea kwa mguu umri wangu huu kidogo, baada ya masaa mawili naingia chooni. Kwa hiyo najua kwamba kuna choo kile pale kaburi moja Dar es Salaam. Kuna mtu anajua kaburi moja hapa. Mnara wa saa. Kama unakwenda mnara wa askari, kushoto pale kuna kama ka garden hivi. Kuna kaburi hii moja pale. Ile kaburi ilishindikana kuvunjwa ile. Lile ni eneo la Waislamu lile. Walikuwa wanazikwa watu pale, serikali ikataka kuvunja pale, lile kaburi liliwashinda kuvunja. Kwa hiyo pale panaitwa kaburi moja, kuna choo pale. Na kile choo nafikiri ndio choo cha kwanza kuanza katika nchi katika private public partnership. Na mpaka leo choo kile kipo na unaendelea kulipa. Sasa watu wanasema daraja la Kigamboni watu wende bure. Sasa kile choo kwa nini manispaa isikichukue watu wakitumia bure? Argument ni hiyo tu bwana. Public sector imetoa land, private sector amewekeza. Sasa watu wanachangia kwa kutumia, unalipa. Ndio public private partnership. Kwa hiyo eneo zuri sana tulilofanya hilo la vyoo, na si Dar es Salaam peke yake, nafikiri miji yote tunafanya mambo hayo. Kwa hilo limekwenda vizuri sana. Lakini tatizo kubwa ninaloliona mimi katika hii PPP ni hilo la malengo ya serikali ni yapi, maeneo gani tutashirikiana kwa namna gani. Tatizo kubwa ni balancing ya social welfare na private return. Yule mwekezaji anataka return, pesa zirudi kwake na faida. Sisi public sector tunataka welfare, yani manufaa kwa jamii. Sasa hivyo vitu haviendi sawa sawa. Ukipata return kubwa, manufaa kwa jamii yanakuwa madogo kidogo. Ukiongeza manufaa kwa jamii, return kwa private sector inakuwa nayo kidogo kidogo. Kwa hiyo hilo ni jambo la balancing. Hilo linahitaji utaalamu, na nilikuwa naongea na ndugu yangu Kafula nikamwambia bwana, watu wa serikali ukiwaambia kwa jumla watakwambia wanajua mambo ya PPP, lakini ukiwauliza vizuri hawajui mambo ya PPP. Na tukawa tunasema kwamba ni muhimu vyuo vyetu kama hivi tuhakikisha kwamba tunafundisha public private partnership kama topic vile vile, na hilo atulifanya. Nimemwahidi nikamwambia na sisi tumeanza mazungumzo na vyuo vya Malaysia ambao vina program hiyo. Huenda program hiyo tutaanza kuitoa sisi wenyewe vile vile. Kwa hiyo hayo mawili ni muhimu sana tukayasema. Jambo la mwisho kabisa katika matatizo ya PPP ni hili jambo la rushwa. Na nyinyi wote mnalijua. Sasa kuna ubishi kidogo hapa. Je, rushwa ni private sector led
au ni public sector led? Ni mtajibu yani anaanzisha rushwa ni watu wa serikali au ni watu wa private sector? Inawezekana watu wa serikali ni wamekaa vizuri, hawana shida yoyote, lakini watu wa private sector kwa sababu wanataka zile privileges wanawapa rushwa watu wa serikali. Au ni kwamba hapana, watu wa serikali wanajua wana nguvu na kuna competition, kwa hiyo kama unataka kitu mtu wa serikali anakuambia bwana lete pesa. Sasa hiyo lete pesa maana yake ni public sector led. Ile kwamba hapana ni private sector inataka returns kubwa inatoa rushwa, inakuwa ni private sector led. Sasa mimi sitasema ni ipi, lakini ni wazi kwamba rushwa ipo. Wenyewe wanasema distributive privileges. Yani watu wanataka vyeo kwa sababu kuna namna ya kukupa privileges wewe na yeye anaweza akachaji kidogo kwa ajili ya kukupa wewe privilege. Hiyo ni rushwa vile vile na tatizo kubwa sana katika PPP. Sijui kama mtakubaliana na mimi, lakini hilo mimi nimeliona kwamba public private partnership ukitaka kupata mradi lazima rushwa kidogo itazungumzwa. Sasa hii nani anaileta, ni private sector au ni public sector? The jury is out. Lakini ni wazi kabisa kwamba rushwa ipo. Kwa hiyo matatizo yangu ni hao mawili, balancing private return na social welfare, ambao ni shida kubwa sana, inahitaji ujuzi. Lakini vile vile ni hili tatizo la rushwa ambalo ni tatizo kubwa, tumeshindwa kulimaliza, na nafikiri bila mikakati ya kwenda mbele tutashindwa kulimaliza kuendelea mbele zaidi. Hayo ni maeneo mawili ya mwanzo ambayo nilisema nitayazungumza. Sasa tunaelekea katika eneo la mwisho ambalo je, huko mbele maeneo gani tuyatazame ili kuhakikisha mchango wa sekta binafsi katika dira ya 2050 utakuwa mkubwa zaidi. Mimi kwa mawazo yangu kuna maeneo ambayo tumeyasahau kwa muda mrefu sana, lakini vile vile kuna maeneo mapya. Sasa mimi nitaanza maeneo mapya. Maeneo mapya, la kwanza ni kuwapa ujuzi vijana wetu wadogo, the youth. Tumekuwa tunasema sana wasome chuo kikuu, wasome chuo kikuu. Chuo kikuu si ujuzi. Ujuzi ni jambo ambalo unaweza kulifanyia kazi. Jambo ambalo unaweza kulifanyia kazi. Mimi nilikuwa natafuta shambani kwangu kijana ambaye ana diploma au degree anisaidie kazi zangu za ufugaji. Nikakutana na kaburu mmoja yuko Mandera pale. Kijana mtu wa kama 56-60 years, mtu mzima, ana shamba lake kubwa na wanyama pale. Akanambia, profesa, mimi nimepata mtu wa SUA hapa, hata kutag mbuzi sikio. Unajua sikio mbuzi anawekewa alama kwenye sikio, tagging. Unatumia equipment fulani, unaminya pale pap, inakaa kwenye sikio. Akitembea mbuzi, unajua huyu mbuzi wa 120 ndio mbuzi wangu huyu namba 120. Sasa tagging ni